nitakuwa nagusia habari za faida za challenge, faida za changamoto. Yeremia 29:11 anasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, wala si mawazo, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Mwisho wako umejawa na utukufu wa Mungu. Mwisho wako umejawa na heshima ya Mungu. Mwisho wako umejawa na neema ya Mungu, katika jina la Bwana majeshi. Kwa hivyo tunazungumza kuhusu faida za changamoto. Faida za changamoto. Juzi nilimalizia mahali pa kusema kwamba changamoto, ngoja kidogo acha. Tulisema kwamba changamoto zinatuletea wokovu. Changamoto inatuletea wokovu. Changamoto inatuletea wokovu. Tulisema hivyo juzi, ya kwamba changamoto inatuletea wokovu. Kwa hivyo tunapozungumzia faida za changamoto, nataka tufahamu ya kwamba hakuna mtu asiyekuwa na changamoto. Marehemu peke yake ndiye hana changamoto. Lakini mtu yote ambaye anaishi, uwe na pesa, hauna pesa, uko na changamoto. Maana changamoto sio kukosa pesa tu. Changamoto sio kukosa kazi. Hapana. Nimekutana na watu ambao wako na kazi nzuri lakini wana changamoto. Nimekutana na watu ambao wana biashara nzuri lakini wana changamoto. Nimekutana na watu ambao wako na ndoa nzuri, amani tele, lakini hakuna changamoto. Kwenye hiyo ndoa nzuri kuna changamoto zake. Kwa hivyo tatizo lake si ndoa, tatizo ni pesa. Na huyu ako na pesa, tatizo ni ndoa. Ana pesa lakini hana ndoa. Hiyo ni changamoto. Huyu ako na kazi nzuri sana, mshahara mzuri, lakini ana changamoto vile vile, kwa sababu anapofanya kazi akipata mshahara, ile pesa haimsaidii. Yaani before ifike mwisho wa mwezi alipo mshahara, tayari amekopa nusu ya mshahara wake. Na kama hajakopa, kumetokea ugonjwa. Kama si ugonjwa, kumetokea matanga. Kama si matanga, kumetokea tukisirani fulani tu ambacho kitasababisha ile pesa ingie ndani. Aidha kumefanya mtu kuna mtu amefanya kosa, labda ni ndugu, labda ni mtoto, labda ni shemeji, labda ni wifi, labda ni nani, na inamhusu kabisa kwamba lazima ashiriki changamoto yake. Na kwa sababu ya hiyo utakuta ya kwamba ndiyo anapata mshahara lakini haoni faida. Si kama ushakutana na mtu anasema, mimi nashindwa maisha yangu, yanaenda mbele ama narudi nyuma, yamesimama ama yanaenda kushoto ama kulia, kwa sababu chochote nachokifanya sioni matokeo, sioni matumaini. Akona kazi. Kwa hivyo changamoto, naomba upanue mawazo yako ya kwamba si kazi, kukosa kazi. Kuna mtu akona gari, changamoto yake ni accident. Kila wakati amefanya ajali, kila wakati ni ajali. Kama si ajali, yani gari yake ni kama damu ya kunguni kwa barabara. Yani polisi magari yote atapita, lakini yako haipitagi askari. Lazima isimamishe, lazima mwambie tuonane kando. Hiyo ni changamoto ama si changamoto? Ni changamoto. Mwingine naye ni mzuri kabisa, na kazi nzuri ya kushona, fundi mzuri sana, fundi stadi. Mwenye Biblia anasema kwamba kuna watu stadi, wale Mungu alimwambia Musa, hao ndio watajenga sanduku la agano. Lilihitaji watu stadi. Watu stadi ni watu wenye ujuzi kuliko watu wengine. Kuna watu wote wana ujuzi, lakini kuna watu wana ujuzi kuliko wengine. Tukubaliane na hiyo. Tukubaliane kabisa. Kuna watu ambao wanakimbia, lakini kuna watu kimbia kuliko wao. Na wakaenda mazoezi, wakaenda michezoni ama mashindanoni, wakashindwa, akapokea tuzo. Sasa anashona nguo vizuri, ikifika kwa custom nguo iko na shida. Sasa kweli hata custom akiipima mwenyewe anaona aibu tu. Hiyo ni changamoto hiyo, maana umeshona vizuri, material ni yake, si yako. Kwa hivyo huwezi mwambia kwamba ulinunua mita 2.5, ulinunua mita 1, amenunua mita 3, maana anajijua.
Hivi mimi ukiniuliza 1 GB namna hii navaaga mita ngapi? Najua kama 1 GB mimi hivi trouser najua mita ngapi, shati hata kama ni koti 1 GB najua navaa, hata kama 3 piece najua nitavaa mita ngapi 3 piece na 1 GB yangu. Sasa kama nitaleta kitambara cha kutosha 3 piece alafu ikuje 2 piece, tayari kwangu mimi kama mteja ni changamoto, fundi wangu ni changamoto, maana hajanitendea sawa na yeye pia anashinda kumetokeaje. Kwa hivyo changamoto, mtu wa Mungu, nataka upanue. Asante media, Mungu akubariki sana. Nataka upanue ufahamu wako zaidi ya kwamba changamoto, usifocus na kukosa kazi. Hebu mtumishi wa Mungu tusomee Kutoka 31:4. Kutoka mlango wa 31 mstari wa 4. Naam. Ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba. Unasikia? Yaani fundi wa dhahabu na shaba anahitaji mtu mwenye ustadi. Kubuni ni mvumbuzi. Yaani kama mtu aliyevumbua simu hii ya rununu, hii ni uvumbuzi. Aliyevumbua tuseme laptop, aliyevumbua tablet, aliyevumbua kumbuka kompyuta za kitambo vile zilikuwaga na za saizi. Huo ni uvumbuzi. Sasa huyu mtu Musa anamwambia, Mungu anamwambia Musa, kuna watu anataka kuwainua, watu stadi, wenye kuvumbua. Yaani anatumia dhahabu kutengeneza vitu ambavyo havijaonekana. Yaani leo chairman, unaweza letewa gari, ni kama we ni fundi wa magari, unaweza nielewa. Radiator ya tractor unataka kuikata ikuje iwe mpaka iwe kama ya tuseme tu Peugeot 504 ama 44, tuweke size. Unaona radiator vile ni kubwa, unaona koo yake huwa ni kubwa, koo ya tractor radiator yake huwa ni kubwa. Sasa unaona utahitaji ujuzi wa kutosha kuikate radiator. Hiyo modification si ya kawaida, mpaka irudi ndogo, alafu inafanya hii gari inabeba maji mengi kuliko kwenye kampuni walitaka. Yaani umeisupport engine kufanya kazi zaidi bila kuchemka. Wewe unaweza nielewa hivyo? Yeah. Sasa hawa ni unaona waliotengeneza Peugeot, alipima kompyuta ikapima inahitaji radiator ya koo kiasi fulani. Wewe unachukua radiator ya tractor ama unachukua radiator ya trailer, unaikata mpaka ingie. Sasa unaona hizi ni ujuzi ambaye si wa kawaida. Bana, mtu atashangaa, mbona hii gari inaenda safari ndefu na ichemki? Kwa sababu imebeba maji mengi, na kazi ya maji ni kupoesha nini? Engine. Sema amina. Kwa hivyo Musa anazungumziwa ya kwamba ili asikutane na changamoto ya kufanya mistake ya kujenga sanduku la agano, maana lile sanduku la agano lilihitaji kubeba uwepo wa Mungu, lilihitaji kubeba uwepo wa Mungu, na pia lilihitaji kubeba vitu vilivyotumika wakati wa Musa na wana wa Israeli na wakati wa Joshua na wana wa Israeli. Na vile vitu kwenye lile sanduku la agano vilichangia kuifanya sanduku la agano liwe na nguvu zaidi, kwa sababu ndani kulihitajika fimbo, ile fimbo ya Haruni ambayo ilichipuka. Walipoambia weka fimbo zenu na zimekauka, ile fimbo ambayo itachipuka ndio Mungu anataka kuchagua hiyo clan ambayo itatumika na huduma fulani. Walipokuwa kule jangwani wakataka nyama, Mungu akanyesha mana wakala. Mungu aliwaambia ile mana lazima itawekwa kumbukumbu, ili wakumbuke ya kwamba kuna siku walitamani nyama wakakula mpaka wakafa, watoto waonyeshwe. Kile kilifanya baba zenu wasiingie Kanani ni tamaa ya nyama. Haya, walipofika Yordani, miguu ya makuhani ikagawanya maji na maji yakagawanyika, Israeli wakapita. Mungu alimwambia Musa achague mawe 12, achukue mawe 12 ambayo yatakuwa ni ukumbusho
kwa vizazi vilivyovuka Yordani ya kwamba haya mawe, wakiulizwa ni ya nini, waambie ni siku Yordani ilipogawanyika na tukapita. Yordani iligawanyika tukapita. Na iligawanyika kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya sanduku la agano. Nakumbuka ya kwamba anayetengeneza sanduku la agano ni Musa na mafundi stadi. Tunaongea kuhusu faida ya changamoto. Sema amina. Kwa hivyo kwenye kila changamoto yenye walikutana nayo, Mungu alileta faida, na ile faida ikawa lazima iwekwe kwa sanduku la agano, lazima ikae ndani. Ndio maana wangeenda mahali waweke sanduku la agano, basi Israeli wanashinda, kwa sababu nguvu yao ilikuwa kwa sanduku la agano. Na lile sanduku la agano lilikuwakilisha wewe uliokoka leo, vile vitu vilivyomo ndani, chochote kilichokuwa ndani, basi viliwakilisha hili neno la Mungu linapokuwa ndani yako, viliwakilisha uwepo wa Mungu. Sema amina. Sema uwepo wa Mungu. Sasa leo ninaomba katika jina la Bwana majeshi ya kwamba changamoto yako ikuletee faida. Sema faida. Sema faida. Hebu sikiza hapo, sikiza. Hebu rudia mstari wa, nasoma mstari wa hapo pastor. Mstari wa 4 wa Kutoka 31. Alafu tutatoka. Yes. Ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba. Amina. Sasa hebu shika mtu aliye karibu naye, mwambie mpendwa, kila changamoto iko na jina lake. Changamoto yako ina jina. Wasahiri Adonai. Mwambie mpendwa, kila changamoto ina jina lake. Yako inaitwaje? Unaita jina gani? Ama inaitwa jina gani? Nataka tuone watu ambao walikutana na changamoto na majina ya changamoto zao. Watu waliokutana na changamoto na jinsi Mungu alivyogeuza zile changamoto zikawa faida kwao. Sema faida kwao. Tusome kitabu cha Ayubu 16 20 22. Ayubu 16. Ayubu mlango wa 16 mstari wa 20. Rafiki zangu hunidharau, lakini jicho langu humwagia Mungu machozi. Asante. Tunaona changamoto ya Ayubu inaitwa madharau. Sema madharau. Jina cha Ayubu anasema rafiki zangu hunidharau, yaani kudharauliwa. Kuna mtu ajima anakudharauliwa kweli? Sasa ikiwa hujadharauliwa, basi kuna kiwango hujafika cha kiroho. Ikiwa hujadharauliwa inamaanisha bado hujatofautisha kati ya wokovu na kutokuokoka. Usioiamini Mkristo ambaye anakuambia tangu niokoke sijaona majaribu, kila kitu kwangu ni nywee, kwangu ni mteremko tu, nashukuru Mungu. Huyu hajaokoka. Hajaokoka. Na mtu aliyeokoka kamili, changamoto ni mbolea ya mafanikio yake, lazima apitie. Lakini kama hujapitia unasema wapendwa, tangu niokoke hakuna changamoto, huyo bado hujapitia. Wewe sasa inamaanisha hata tunamshinda Yesu, wewe unashinda Yesu. Maana Yesu alikuwa na changamoto. Yesu alikuwa na changamoto zake. Sasa Ayubu anasema rafiki zangu hunidharau. Jicho langu humwagia Mungu machozi. Rafiki zake walikuwa na mdharau. Wanaomdharau Ayubu, changamoto yake ilitokana na marafiki. Sema marafiki. Kwa hivyo kwa maana nyingine ya kwamba tunaweza kusema ya kwamba Ayubu alikuwa na changamoto ina ngapi? 2. Marafiki na madharau. Hiyo ni vitu viwili tofauti.
kwa sababu madharau unaweza fanyiwa hata na mtu ambaye sio rafiki. Juzi hapa hatukuona mtoto wa mtu ametoka shule na ameuawa na matatu 20 bobu. Ile ni madharau. Ataenda wapi? Atatufanya nini? Wakamsukuma nje, kijana akaanguka akafa. Alipokufa ile 20 bobu iliwasaidia? Haijawasaidia. Ile ni madharau. Wajua kuna tofauti ya kiburi na nini na madharau. Madharau ni ile mtu anakuonyesha hakuna mahali kitu utamfanya, utaenda wapi? Hakuna mahali utamshtaki. Uwezi enda pale popote. Hata anakupigia kifua, nenda mahali unataka. Fa unachotaka, utanifanya nini? Anagonga kifua. Tumeona hujasikia watu wanasema karajifanya kameokoka. Tumeona wangapi wameokoka? Daudi aliambiwa, ukisoma Daudi anasema ya kwamba, anasema hivi, wananiuliza yuko wapi Mungu wake? Yuko wapi Mungu wake? Wanauliza. Kwa hivyo changamoto ya Ayubu ilikuwa ni madharau. Changamoto inaitwa madharau inayotokana na marafiki. Sasa leo unaweza kuwa labda wewe si rafiki zako, labda ni wifi, labda ni shemeji, labda ni cousin. Hata mzazi anaweza kukudharau, wewe si chochote. Mimi nimeona mzazi akidharau mtoto kuliko wale wengine. Wewe yani unaonekana bure, kwa sababu labda pengine mdogo wako anaonekana mshapu sana, anajua kujituma. Sasa wewe kwa sababu hujaleta chochote unaonekana una nini, na hiyo ni hatari sana. Ama basi pengine umeolewa na mwanaume, yeye ako na watoto, wewe huna watoto. Usidharau wale watoto. Ama umeoa mwanamke ulimpenda akiwa na watoto, usidharau watoto ulimoa nao, usiwadharau. Unaweza transfer baraka za watoto umezaa zikaenda kwa wale watoto wengine. Kwa miaka inakuja mbele, wale watoto wengine wakasaidia hawa, na hiyo ni kibibilia. Hiyo ni kibibilia. Sema amina. Sasa Ayubu anadharauliwa na marafiki, lakini kile kinanitia moyo kwamba Ayubu alisaidiwa na kitu kimoja. Hakulilia marafiki. Ayubu hakulilia marafiki. Alimwagia Mungu nini? Machozi. Kumwaga machozi ni kwamba alimlilia Mungu. Kwenye kila changamoto, elekeza moyo wako kwa Mungu. Kwenye kila changamoto, usielekeze moyo wako kwa changamoto, elekeza moyo wako kwa Mungu, anayejua kugeuza changamoto iwe faida. Sema amina. Sema amina. Hebu tusome hiyo Zaburi. Ayubu anasema wanamuuliza yuko wapi Mungu wako? Alafu turudi hapo. Zaburi 42 mstari wa 10. Naam. Watesi wangu hunitukana mithili ya kuniponda mifupa yangu. Angalia Daudi anafanya nini? Watesi ni maadui. Yeye changamoto yake ilikuwa ni matusi. Anatukana. Huyu atukanwi. Madharau mtu anaweza pia yani anakuwa jicho ingine yani, ama anakusalimia hivi, kuja hapa mtu mmoja kuja hapa, ama unasalimiwa hivi. Madharau hiyo. Anakusalimia hivi chap sana, anakusalimia na anajifanya ako busy, na hata mko chache nyote unakuja nakuja nakuja hivyo ati alikuwa haongei na simu, lakini akikuona simu inatolewa wapi? Kwa mfuko, na inawekelewa wapi? Kuja halo na hata hakuna simu anaongea nayo. Na kama atapatikana kwa kona, sema kwa kona, yani hapo lazima akusalimie. Njoo wewe, njoo, yani lazima akusalimie. Ngoja tu, usiwe na speed kama maji ya mvua. Enda mosi kama maji ya mfereji. Ngoja. Sasa yani hapa yani lazima tu akuhagi, maana amehagi watu wengine. Sasa anaona aibu. Utasalimia hivi. Na hata mwingine anaweza jifanya njoo.
anaangalia naye. Bwana asifiwe. Kama ni wewe utasikiaje? Nguvu itakuwa. Sasa hizo zinaitwa nini? Changamoto. Asante sana. Sasa ukikutana na yeye wakati Mungu amezigeuza kuwa baraka, atakusalimia kwa heshima. Umepotea. Siku hizi unakula nini? Unakula. Huyu fundi wako ni mzuri. Yaani hapo Mungu amegeuza nini? Changamoto kuwa nini? Baraka. Mpaka anakuuliza, fundi wako ni mzuri. We. Aise, hii ulinunua duka gani hiki kiatu? Wow. Wow. Hapa utanipa namba ya simu. Wow. Hebu geuka hivi tuangalie. Na ile siku lipo. Wow. Soli yake. Wow. We. Inakaa kwanza kuna harusi mwezi wa 8. Mimi okay, ameanza. Na kama ni mdada, we umeenda saloni gani? Wow, we si mdada lakini. Wow. Wow. Sema amina. Sema changamoto. Lakini tatizo sasa letu leo, tunapokutana na changamoto, basi tunalilia nini? Tunalilia watu. Usililie watu, mlilie nani? Ayubu akasema, jicho langu linamwagia Mungu nini? Machozi. Ayubu alikuwa na marafiki 4 aswa, lakini watatu walikuwa ni wazee. Kijana hakuwa mzee. Hawa 3 ndio walimpitishia Ayubu kichungi. Sema kichungi. Alikuwa na marafiki 4. 3 ndio ambao walifanya yani maisha ya Ayubu yakawa ni machozi. Lakini mmoja mpaka akasema, mimi ni kijana, mimi si mzee kama nyinyi, lakini nilitaka mtangulie kuongea kwanza, alafu mimi niongee baadaye. Kwa sababu Ayubu aliwaambia, kama moyo wangu ungelikuwa mahali moyo wenu huko, ama kama roho yangu ingelikuwa mahali roho zenu ziko, huo ndio msemo alitumia, mimi ningewatia moyo, mimi nisingewaumiza, nisingewajeruhi, nisingewavunja moyo, ningewatia moyo. Sema amina. Kwa hivyo kilichomsaidia mtu wa Mungu ni maombi. Sema maombi. Na ndio maana wanasema kwamba ni makosa kama Mkristo, wakati unaenda kanisani huwezi omba, unangoja kuombewa. Huyo ni Mkristo ambaye nitamuita namna gani? Nitamuita namna gani? Mkristo photocopy, labda photocopy, kwa sababu sijaona kwenye Biblia mtu ambaye alipitia changamoto akakosa kuomba, labda maiti peke yake. Tunaona Bartimayo kwa changamoto ya macho alilia, akasema, Yesu mwana wa Mungu ni rehemu. Tunaona Hana kwa changamoto kukosa mtoto, Hana alilia, akamwambia Bwana, tafadhali ukinipatia mimi nitakupatia. Hana alilia, watu walilia machozi. Tunaona Petero kwa changamoto ndani ya maji alisema, Yesu uniokoe, nazama Bwana mkubwa katikati ya maji. Watu walilia. Tunaona Musa kwa changamoto ya Musa na wana wa Israeli. Musa anamuuliza Mungu, yani Mungu, mimi nataka tuulizane maswali tafadhali. Mimi nauliza hivi. Musa alimuuliza Mungu, akamuuliza hivi, hawa watu wote, Biblia inasema mimi ndo nilitunga mimba wakazaliwa. Kitabu cha Numbers inasema mimi ndo nilitunga mimba. Yani mambo mengine watu wangeruhusiwa hizo mistari, kama wangerarua Bible wangetoa hiyo, wangesema sasa huyu mhubiri hata anakosa hekima, atasemaje kutunga mimba? Sasa Musa anamuuliza Mungu hivi, mimi ndo nimetunga mimba, hawa watu wote wakazaliwa, mbona Mungu umenitwika mzigo mzito namna hii? Sasa hapo ndio ile siku kulishuka nyama, watu wakala. Mungu alinyesha nyama nyingi kwa sababu changamoto yenye Musa alipitia. Alimuuliza Mungu swali zito. Numbers 11:12, Hesabu 11:12. Hebu tusome mtumishi. Hesabu mlango wa 11 mstari wa 12. Je, ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Je, ni mimi niliyewazaa? Achia hapo kwanza, twende pole pole. Chairman, mstari kama huo, kama ingelikuwa Biblia ni kama katiba,
watu wangesema irudi kuchambuliwa tena. Hiyo si maneno kuandika kwa Biblia. Biblia takatifu unatuandikia kutunga mimba. Hii ni kukosea Mungu heshima sana. Hiyo ni wakina nani waliwekwa hiyo Biblia kiandikwa? Lakini angalia kile maandiko yanasema, mimi ndio nimewatunga. Yaani kumbe kuna maswali unaweza muuliza Mungu wa mbinguni asitulie. Ndio maana wanasema hivi, kwenye changamoto yako mshike Mungu kwa neno lake. Ambia mtu mshike Mungu kwa neno. Mshike Mungu kwa neno. Ona vile Musa anamuuliza Mungu, ni mimi niliyewazaa? Kwa sababu Mungu anasema hivi, mwenyewe amesema hivi. Anamwambia Musa, mwambie Farao aachilie Israeli mwanangu mzaliwa wangu wa kwanza. Yaani Israeli anaitwa firstborn wa Mungu. Kama ni firstborn sinamaanisha amemzaa. Sasa Musa anamuuliza, kama Bwana mimi ndo niliwazaa, maana Mungu anasema Israeli ni mzaliwa wangu wa kwanza, ni firstborn. Sasa imekuwaje anaomba nyama? Nitatoa wapi nyama? Hebu soma pastor. Je, ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Je, ni mimi niliyewazaa? Hata ikawa wewe kuniambia haya, wachukue kifuani mwako mfano wa baba mwenye kulea achukuavyo mtoto anyonyaye. Kama vile sema ndio ulikuwa umebeba mwanao. Uende nao mpaka nchi uliowaapia baba zao. Vile ulikuwa umebeba hapo. Vile ulikuwa umeshikilia mtoto wako. Yaani Musa anamuuliza Mungu vitu rahisi. Vile baba anabeba mtoto. Maana Mungu anajua vile wa baba tunabeba watoto. Yeye ndiye ametufundisha. Sasa Musa anamuuliza, mimi niwabebe vile baba anabeba mtoto wake kwa kifua changu, niwapeleke? Yaani hapa ni pale wameamua sasa, Musa lazima tutakumaliza. Huwezi kuleta jangwani tukuje kutesekea hapa. Kwanza uji kuongea. Mungu amesema. Usicheze na kigugumizi wewe. Nilikuwa nacho. Nilikuwa napiga mguu, nakumbuka nishawahi jikojolea kwa ajili ya kigugumizi. Yaani serious kusema tu hapana. Neno hapana ni hapana. Nilikuwa na kigugumizi mbaya. Yangu ilikuwa mbaya. Sasa ndio niseme nataka kusema neno ndio. Ndio mpaka mishipa inatoka. Wacheni nihubiri Bwana. Wacheni nihubiri, kuna mali nimetolewa na Bwana. Sema amina. Yaani umetumwa roho iko kwa duka unakimbia. Roho iko. Alafu shetani ni mbaya. Ukikaribia kwa duka unakutana na mtu mzima kulingana vile tumelelewa. Huwezi kutana na mtu wa umri wa mzazi upite bila kumsalimia. Rika ya ndugu yako mkubwa lazima umsalimie. Yaani ni lazima. Rika ya babu yako huwezi mpita. Sasa shetani anakufanya time ukisalimia tu umesahau. Ukifika we acha tu ba. Sasa hiyo ndio shida ilikuwa ya Musa. Sema amina. Sasa akasema Bwana, yaani mimi ndio nimewazaa. Yaani hawa ni watoto wako, wataniitishaje shopping yao? Mimi sina. Wataniulizaje mambo ya mahitaji yalionayo? Sijui kama tuseme sasa kama leo Christmas imekaribia chea. Ukikata kona hivi, kijana anakuuliza dadi, kiatu gani utaniletea? Msichana ukipinduka, msichana anakuambia dadi nitaenda kusongwa lini? Ukipinduka hivi anakuambia dadi tutaenda kinyozi lini? Kijana huyo. Ukipinduka, dadi ulisema tutaenda kwa fundi kupima. Tunaenda lini? Yaani ukipita hivi, ile siku utaachishwa maswali, ni siku ataenda kwa fundi apimwa. Sasa utabaki na maswali, nguo utachukua lini? Ukienda ukirudi nguo hata mwambie wewe bwana si nyamaze nitaleta. Mnapiga story afika dadi, lakini ulikuwa umesemaje itakuja lini? Ni haki yao. Sema ni haki yao. Kwa hivyo mtu wa Mungu, hii ndio ilikuwa changamoto ya nani? Ya Musa. Sema amina. Wakati mwingine mshike Mungu kwa maswali.
Mungu umesema kwa neno lako ya kwamba wanaokutegemea ni kama mlima wa Sayuni ambao hautatingisika kamwe. Umesema katika neno lako kama milima inavyozunguka Yerusalemu ndivyo Mungu unavyozunguka watu wako tangu sasa na hata milele. Sema amina. Tangu sasa na hata milele. Kwenye changamoto kumbuka vifungo vya Biblia. Kumbuka hata wimbo fulani ulisikia. Kwa sababu nyimbo zote za injili ni maandiko. Kumbuka wimbo fulani unasemaje. Sema amina. Natangaza kwamba leo Mungu ageuze changamoto yako iwe baraka katika jina la Bwana majeshi ali hai. Sijui kama ni watu waliokukopesha wanaokudharau, ama pengine plot unaishi, ama pengine bomu umeolewa, ama pengine watu mliosoma na wao wamefaulu, hujafaulu. Nataka kusema kutangulia sio kufika, lakini kufika ndio kutangulia. Kutangulia sio kufika. Ujue hivyo. Nakumbuke ya kwamba Sara alichelewa sana. Alichelewa mno. Watu wakatangulia. Penina alitangulia, Hana akachelewa. Lakini Hana alipopata Samueli alikuwa majibu ya mataifa yote katika jina la Bwana majeshi ali hai. Sema amina. Ayubu akasema jicho langu la kumwagia machozi katika jina la Bwana majeshi ali hai. Nini Ayubu alipata? Kwa sababu tumesema changamoto zinaleta faida. Ayubu alifanya nini ama alipata nini? Okay, Ayubu alipata nini alipomwagia Mungu machozi? Alipomwaga chozi lake kwa Bwana, nini alichokipata? Ayubu alipata nini? Hebu tutarudi hapo baadaye. Hawa wazee tutawasoma baadaye. Hebu tusome, nataka uangalie faida ile Ayubu aliyoipata baada ya kudharauliwa. Mungu aligeuza madharau kuwa faida. Sema faida. Kitabu cha Ayubu 42 kuanzia 6 mpaka 10. 6 mpaka 10. Nataka uone changamoto ya Ayubu vile Mungu aligeuza ikawa faida. Changamoto ya Ayubu ilivyomletea faida. Ayubu mlango 42 6 mpaka 10. Karibu mtumishi tusomee. Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu. Naam. Na kutubu katika mavumbi na majivu. 7. Basi ikiwa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo, Bwana akamwambia huyo Elfazi Mtemani, hasira zangu zinawaka juu yako na juu ya hao rafiki zako wawili. Bwana akamwambia nini Ayubu? Elfazi Mtemani. Hebu twende. Hasira zangu zinawaka juu yako na juu ya hao rafiki zako wawili, kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo sawa katika habari zangu, kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu. 8. Basi sasa jitwalieni ng'ombe waume na kondoo waume 7. Ng'ombe 7, kondoo 7. Mkamwendee mtumishi wangu Ayubu. Msijiongezee sadaka ya kuteketezwa. Mjisongeshee sadaka ya kuteketezwa. Na huyo mtumishi wangu Ayubu atawaombea ninyi, kwa kuwa nitamridhia yeye, nisiwatende sawasawa na upumbavu wenu. Kwani ninyi hamkunena maneno yaliyonyoka katika habari zangu, kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu. 9. Basi Elfazi Mtemani na Bildadi Mshuhi na Sofari Ngoja kidogo. Twende kidogo. Anza hapo pasta. Basi Elfazi Mtemani mtu wa kwanza, na Bildadi Mshuhi mtu wa pili, na Sofari mtu wa tatu. Naamathi wakaenda wakafanya kama vile Bwana alivyowaamuru. Naye Bwana akamridhia Ayubu. 10. Kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipoombea rafiki zake. Bwana naye akampa Ayubu mara 2 kuliko hayo aliyokuwa nayo kwanza. Sema amina. Changamoto ya Ayubu ya kudharauliwa na marafiki zake, Mungu anaibadilisha inakuwa double portion. Sema double portion. Unaona, Mungu anasema wachukue kondoo, wachukue ng'ombe, kondoo 7 na ng'ombe 7,
waende kwa Ayubu waombewe. Ayubu hakuwaita wapumbavu, Mungu amewapatia jina. Wanaitwa nini? Wapumbavu. Wapumbavu. Kwa sababu, kwa nini Mungu anawaita wapumbavu? Sababu Mungu amesema hivi, Ayubu hakunena upumbavu kama wao. Kwa hivyo yale maneno waliongea kinyume na Ayubu yamezaa jina. Yale maneno yanaitwa upumbavu. Sasa wanaitwa wapumbavu. Karai ya mandazi inaitwa karai ya mandazi, na karai ya kupika samaki ni ya samaki, na hata kuna wengine kupika vitumbua, ya kupika nini? Vitumbua. Alafu kuna sufuria mnaitaka marigedi ama pasta, ila marigedi ya kupika pilau. Iwezi ikaitwa karai ya mandazi. Sasa Mungu anawaita jina kutokana na kitendo kile wamefanya, na Mungu anageuza changamoto ya Ayubu ya kudharauliwa inamletea baraka mara mbili. Naomba Mungu ageuze changamoto yako ikuletee mara mbili katika jina la Bwana. Lakini tunaona Ayubu kuna kitu amefanya kwenye mstari wa 6, 42 mstari wa 6, maandiko yanasema kwamba Ayubu akatubu. Nini kilifanya akatubu? Huyu mtu wa Mungu ni kama, labda pengine mimi ni mwenye dhambi, labda mimi ndio nimepungukiwa, labda mimi ndio niko na shida, labda mimi niko na weakness. Ikabidi Ayubu amrudie Mungu. Kwenye kutubu kwake nadhani kuliongeza madharau, kwa sababu walikuwa wanajihesabia haki wao, na hao ndio walimwambia Ayubu hivi, wewe kama ungelikuwa ni mtu wa Mungu haungepatwa naye mashida. Alafu akamwambia hivi, jambo la pili, haufai kuwa hata na mjukuu. Hebu imagine, ukisikia Ayubu anasema nitatoka kama dhahabu, watu wanaongeaga tu nitatoka kama dhahabu kama Ayubu. Hawa ndio walifanya Ayubu akaomba hayo maombi. Akasema, ninajua hatimaye ngozi yangu ijapoharibika, mwili wangu ijapoharibika, najua hatimaye mtetezi wangu atasimama juu ya uso wa nchi. Atasimama, mtetezi wake atasimama juu ya uso wa nchi, kwa sababu anachokipitia hakiko mbinguni, kiko duniani. Kwa hivyo akasema, akisimama mtetezi wangu, mimi nitatoka kama dhahabu, maana atakuja na malipo ya sawa. Sema amina. Natangaza ya kwamba changamoto yako Mungu aifanye baraka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ayubu anaambiwa, marafiki zake wanaambiwa wampelekee ng'ombe na kondoo waende awaombee. Nini kimefanya? Kwa sababu Ayubu hakutoka kwa imani, hakutoka kwa laini ya Mungu, hakutoka kwenye wokovu, hakuacha kuomba, hakuacha kumtegemea Mungu, hakuacha kwenda ibada. Ayubu alimpa Mungu ibada kwa sababu alifahamu ya kwamba anachopitia anayejua ni Mungu peke yake. Kuna vitu naweza pitia hata ukijieleza kwa watu wasikuelewe, hata ujaribu kuongea hakuna mtu atakuelewa, lakini Mungu aonaye sirini, naomba alete majibu katika jina la Bwana. Sema haleluya. Naomba Mungu aamuru watu ambao wamekatalia pesa yako akuletee katika jina la Yesu. Waliokatalia pesa yako waiachilie kwa tana maana kondoo. Sema haleluya. Asante Roho Mtakatifu. Ayubu akapewa mara ngapi? Mara mbili. Changamoto ya Ayubu ya madharau na marafiki zake inasababisha Ayubu alipo mara mbili. Naomba Mungu akupe double portion katika jina la Bwana. Natanga double portion kwa ndoa, double portion kwa biashara, double portion kwa kazi yako, double portion kwa masomo ya watoto wako. Natangaza double portion juu ya maisha yako. Sema power. Ayubu aliomba. Sasa wewe unangoja double portion. Apostle sema neno moja tu na itakuwa. Itakuwa. Hebu muulize mtu, ama ni wewe? Unasema kasema neno moja tu. Sema amina. Ayubu alikopareti. Ambia mtu Ayubu alikopareti. Na kukopareti kwa Ayubu ni maombi yake. Ayubu aliomba, alikopareti, aliomba. Kwenye maombi ya Ayubu Mungu akaingilia kati na akasema, nyie hamutalala. Wataka Mungu asumbue na kusumbua, wataka Mungu ahangaisha na kuhangaisha, wataka Mungu atetesha na kutetesha,
wataka Mungu awanyime amani wanaokunyima amani, omba mtu wa Mungu. Wakati mwingine unaweza ingia kwa maombi ukakosa maneno ya kuongea, unakuta kwamba unalia machozi kwa ajili ya uchungu na mawazo. Nataka kusema ya kwamba kuna maombi ya akiba. Kuna maombi ya akiba. Maombi ya akiba yatakupeleka kwa ndoto za watu. Mungu atakupeleka kwa watu watakuota. Mungu atakupeleka kwa watu ambao wanakutakia mema, wataomba kwa sababu yako. Natangaza katika jina la Yesu, Mungu hana dustbin ya maombi mwenye haki. Yatangaza kwa damu ya mwana kondoo, kila changamoto maisha yako Mungu aifanye baraka. Natangaza ile baraka. Wanaokudharau kazini, Mungu ageuza kuwa promotion. Wanaokudharau kwa boma, Mungu ageuza kuwa heshima. Sema power. Katika jina la Yesu aliye hai. Mungu akawaamuru wachukue. Mimi naomba mwaka wa 2026, mwaka wa mavuno. Naomba umpe Mungu kazi. Na mtu wa Mungu utampa Mungu kazi. Hata kama unaweza omba dakika 5, Mungu anaelewa kile unapitia. Kumbuka ya kwamba Hana alipitia changamoto ambayo hata akiingia kanisani mchungaji anasema, mwanamke utakunywa pombe mpaka lini? Unalewa mpaka ndani ya ibada. Lakini kanisa la leo watu ni wangwana. Anakuja kanisani, anakunja kishoka. Anakunja kishoka, anasubiri pasta kumuombea. Anakunja nini? Kishoka. Angalia, anangoja apostoli atatabiri. Yaani wewe unaumwa na tumbo, unataka apostoli afunuliwe unaumwa na tumbo. Yaani unajua kabisa unaumwa na mgongo, unataka unabii. Unaumwa na mgongo, yaani Roho Mtakatifu amekosa kazi. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi, yale yaliyofunuliwa ni yetu, yaliyofichika ni ya nani? Kumaanisha kwamba kile unakijua kiseme, ile shida unaijua sema. Okay, wacha Mungu aiseme basi mapema kabla hujakutana na mtumishi wa Mungu. Wacha iseme kwenye maombi ama kwenye mahubiri kabla. Lakini kitu nakijua unachopitia, mwambie Mungu, mwambie mtumishi wa Bwana, mimi naumwa na tumbo, mimi naumwa na mguu, mimi naumwa na sikio. Yale ambayo huyajui, yale ya sirini, wacha Mungu ayafunue wazi. Wacha Mungu afunue vitu usivyovijua. Lakini vile unavijua viseme. Unataka gari, sema mimi nataka Mungu anibariki na gari. Unataka ndoa, sema nataka ndoa. Changamoto yangu nakosa, nataka ndoa. Unataka kazi, mimi nataka kazi. Sema amina. Naomba changamoto yako ikuletee faida katika jina la Bwana. Labda changamoto yako mtu wa Mungu ni mavazi. Hiyo nguo moja ulionayo ivae, nenda kanisani nayo. Hiyo mtumba vaa, kiatu kimoja vaa, mpaka wakubandike kauka ni kuvae. One day, one time watakusahau. Nasema one day, one time watakusahau. Utafungua wardrobe hivi, unashindwa ulianza na gani umefiki. Yaani unavaa mwaka unaisha, hujarudia nguo ulianza nayo Januari. Unavaa viatu mwaka unaisha, hujarudia kiatu ulivaa Sunday ya kwanza Januari. Natangaza na iwe kwako katika jina la Bwana. Iwe kwako, iwe kwako, iwe kwako, iwe kwako wewe. Sema haleluya. Hauna sababu ya kukaa nyumbani. Hauna sababu ya kukosa ibada. Hauna sababu ya kukosa kufunga. Huna sababu ya kutomtumikia Mungu. Tuulize mwenzi hapa. Nimewahi toa shati sadaka, sina pesa. Nimewahi toa shati sadaka kanisani, nikabaki na t-shirt. Shati kwa madhabahu, wacha kando. Nimetoa shati madhabahuni sadaka, nikabaki na t-shirt kwa church. Ashukuriwe Mungu wa mbinguni ambaye alibadilisha, yani alinisaidia nivae t-shirt kuwa ndio vest. Sijui kungekuwaje hiyo kama ningebaki na vest. Sijui wangesema nimechizika labda. Nikatoa shati, nikawe kwa kikapu cha sadaka, nikaweka ndani, mbingu ikiwa shahidi. Kumbe nachopitia kuna watu wamepitia. Nikaja sikiza testimony ya Apostle Kimani akisema hivi,
Kuna siku alikuwa kwa ibada, kikapu cha sadaka kikapita. Apostle Kimani akakosa sadaka, machozi yakatoka, yaani akakosa sadaka. Nikasikiza tena anasema, wapendwa, mimi ningeenda nyumbani, nisingelala kwetu, ningelala kwa jirani, maana sina nyumba na nimeoa, nasaidiwa, nalala, siwezi lala nyumba, sina nalala kwa jirani, maana hajajenga. Usimdharau mtu kwa sababu hajajenga, umejenga. Huenda kesho watoto wako wakawa ni wapangaji wake. Huyu mtu wa Mungu, ona vile amejenga Nakuru leo. Ona vile amejenga Nakuru leo, anajenga city Nakuru, city ya church. Yes, anajenga city. Kwa neema ya Mungu, labda hujajua, basi ni kwambie hilo, wanajenga city Kingdom Seekers, wanajenga city Nakuru. Mtu ambaye alikosa sadaka mpaka machozi ndinaanguka nini kikapuni. Mtu aliyekuwa anakosa nyumba ya kulala, Mungu amegeuza changamoto yake. Nini kimezaa haya? Hakuacha maombi, hakupunguza ushirika wake na Mungu, hakuacha kumtumikia Bwana. Yaani changamoto isikutoe kwenye malengo yako, isikutoe kwenye maono, changamoto isikuondoe kwenye wokovu, changamoto ikusukume zaidi karibu na Mungu, changamoto isikuondoe kwenye wito, changamoto isikutoe kwenye mapenzi ya Bwana. Itakuletea faida, natangaza faida, itakuletea mema, itakuletea mema. Sema haleluya. Na ndio maana Daudi akasema, Bwana, naomba uninue kipimo cha majaribu yangu. Yaani kipimo cha majaribu yake Mungu amuinue. Yaani Mungu atumie challenge zako ndio kuwa kipimo cha anointing ambayo utaoperate nayo. Unafikiri kawaida hiyo? Yaani challenge unazopitia iwe kipimo cha anointing. Ukiona Petero anatembea kivuli kinaponya watu, mtu wa Mungu anatembea watu anapona. Hakuna mtume mwenye aliitwa nini? Aliitwa shetani. Petero ndio mtu wa kwanza kuitwa nini? Shetani na Yesu akasema, shetani rudi nyuma. Unaona, changamoto yake ya kuitwa shetani ilimpatia mafuta ambayo kwa wanafunzi 11 wale Yesu alichagua kando na Paulo, hakuna mtu alikuwa anointed kama Peter. Hakuna. Petero ndiye aliyeponya viwete yule wa miaka 40. Petero ndiye anaamsha Rinea. Petero ndiye aliyefufua maiti. Kando na Petero, mtu aliyefufua maiti ni Paulo peke yake. Paulo anapiga revival mpaka saa 8 za usiku. Kijana ako kwa dirisha kwa revival anadondoka. Sasa leo apostle akihubiri, akifika saa 6 ameanza kuangalia saa, huyu mtu wa Mungu ameenda sana, huyu mtu mwingine, ameenda, huyu mtu wa Mungu ameenda leo, amesonga leo. Ukifika mbinguni, Paulo atakwambia, ungelikuwa mshirika wangu ningekufukuza kanisani. Serious. Yaani jamaa anahubiri mpaka saa 8, kijana akadondoka pa tikiko. Kama sijakosea jina. Petero Paulo akashuka chini, watu wameleta shida, wanataka kumpiga. Ghasia, vita, watu wanataka kuleta fujo. Akamwambia hapana jamani, kijana amelala hajakufa. Akamwamusha kijana, akapanda kwa ghorofa, ibada ikaendelea kama chea. Paulo alihubiri kanisa la ghorofa. Lazima troliki tujenge kanisa la ghorofa. Sema amina. Wale washirika wa Paulo walileta pesa, ghorofa ikajengwa. Hiyo revival, mimi hiyo roho naipanda kwenu katika jina la Bwana. Muwe matajiri ambao mtajengea Bwana madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Sema haleluya. Kama Dorcas mwanamke chea alikuwa tajiri mpaka ameoshwa, amewekwa juu ya ghorofa, wanangoja kumzika. Petero anaitwa Dorcas yako wapi? Juu ya ghorofa ili azikwe. Wameshamuosha. Yaani mwanamke alijenga ghorofa. Ni wazi kabisa kwamba hapa kuinuke wanawake ambao watajenga ghorofa.
Natangaza wanawake ambao watajenga nyumba zao za ghorofa. Natangaza ya kwamba wachungaji wako chini ya neema hii, viongozi wa kanisa mahali hapa, media team mahali hapa, praise and worship mahali hapa, watenda kazi mahali hapa, wacheza vyombo mahali hapa. Miaka ijayo muwe na nyumba za ghorofa. Natangaza nyumba za ghorofa. Natangaza nyumba za ghorofa. Natangaza ya kwamba nyumba za ghorofa. Sema power. Sema amina. Hebu shika mtu mkono, mwambie pokea 7 mara 70 katika jina la Bwana. Sema amina. Kwa hivyo tumeona changamoto ya Ayubu ya madharau inamletea double portion. Inamletea nini? Double portion. Ayubu anaregeshewa mara ngapi? Mara 2. Naomba Mungu akuregeshee. Mungu akuregeshee chochote ambacho chochote kimefanyika kwako, vitu fulani vikaondoka maishani mwako. Natangaza Bwana akuregeshee. Natangaza Bwana akuregeshee. Mungu, hiyo changamoto unapitia, iwe ni changamoto ya wateja. Kuna mteja mmoja aliingiwa na shetani kukuchafulia jina, anaongelesha wateja wako vibaya, anawapigia simu, anasema achana na huyo, anawapatia vitina, maneno ya uongo, kukusingizia tu vitu vya uongo. Ama pale kazini kuna watu mumeandikwa kazi, kuna watu wanakuinukia. Natangaza ya kwamba haya maneno yake Mungu atageuza, atafute kazi kwako. Mungu atageuza. Natangaza Bwana atageuza. Kuna mahali atakwama, hatasaidiwa na mwingine, wewe utamsaidia. Sema ndio. Kuna watu wako anointed na shetani, akikuchafulia jina, hata uoge na magadi, hata uoge na jiki. Tenda nua jiki, oga nayo lita 5 ya jiki, lita 10, haitaondoa kile amesema. Lakini Mungu atageuza jiki kuwa manukato, atageuza kuwa perfume, iwe perfume kwa maisha yako. Sema amina. Hey, upatie mtu high five, mwambie itakuwa perfume. Yaani unapaka oil chafu ile, tena oil chafu ile ya lori, sio gari dogo ama ya tractor, nyeusi. Lakini Mungu anaigeuza, anaigeuza nyeusi hiyo. Anaigeuza inakuwa perfume. Yaani ukipita mahali wanasema huyu Mungu, huyo ndugu anakuwa ameokoka, lakini jamani, huyo mtu amebarikiwa na Mungu, huyo dada amebarikiwa na Mungu. Mungu aigeuza changamoto yako na baraka. Hebu tusome ya Ayubu, hiyo Ayubu 33 mstari wa 3 hadi wa 7. Karibu mtumishi. Ayubu 33 mstari wa 3 hadi wa 7. Tazama basi nimefunua kinywa changu, ulimi wangu umenena kinywani mwangu. Maneno yangu yatatamka uelekevu wa moyo wangu, na hayo ni yajuayo midomo yangu itanena kwa unyofu. 4. Roho ya Mungu imeniumba, na pumzi ya Mwenyezi kunipa uhai. 5. Kwamba waweza nijibu, yapange maneno yako sawasawa mbele yangu, usimame. Tazama mimi ni mbele ya Mungu kama ulivyo wewe. Mimi nami niliyafinyangwa katika udongo. Nilifinyangwa katika udongo. Tazama utisho wangu hautakutia hofu wewe, wala sitakulemea kwa uzito. Hakika umenena masikioni mwangu, nami nimesikia sauti ya maneno yako ukisema, mimi ni safi, sina makosa, sina hatia, wala hapana uovu ndani yangu. Tazama yuwaona sababu za kufarakana nami, hunihesabu kuwa ni adui zake. Hunitia miguu yangu katika mkatale, na mapito yangu yote huyapeleleza. Tazama nitakujibu katika neno hili, huna haki, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mwanadamu. 13. Nawe kwani kumnung'unikia kwa vile asivyotoa hesabu
mambo yake yote. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam, hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu katika usingizi kitandani, ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili amuondoe mtu katika makusudio yake na kumfichia mtu kiburi. Yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni, na uhai wake usiangamie kwa upanga. Yeye hutiwa adabu kwa maumivu kitandani mwake, na kwa mashindano yaendeleavyo daima mifupani mwake. Tuachie hapo mtumishi wa Bwana. Tumpe Bwana makofi kwa ajili ya hilo katika jina la Bwana majeshi. Changamoto ya pili, tunaona changamoto ya kwanza Ayubu ilikuwa ni changamoto ya madharau na marafiki. Ni changamoto ya familia. Sema familia. Changamoto ya familia. Changamoto ya familia. Kitabu cha Ayubu mlango wa 19 mstari wa 14. Changamoto ya familia. Kuna watu wako na changamoto za familia. Changamoto za familia ama za kijamii ambazo zimefanya wengi ambao wakajiua, wengine labda wakatukana wazazi, wengine wakapiga wazazi, wengine wakaua watoto, wengine akasema hiyo boma siitaki tena, sitawahi rudi wapi? Nyumbani. Anatoka anaenda. Changamoto za familia. Hebu tusome Ayubu 19:14. Naam. Watu wa mbari yangu wamekoma, na rafiki zangu ni wapendao wamenisahau. Asante. Watu wa mbari yangu, yani mbari mbari ni clan. Watu wa clan yao, watu wa ukoo wamekoma, yani wamejikata, wamejitenga na yeye. Mnaweza kuwa familia yenu mkajikuta ya kwamba hampendwi, ama mama yenu hapendwi, ama baba yenu hapendwi kwa boma, hata vikao vikiitwa hapendwi. Ukoo, yani hiyo nyumba baba yako haijulikani. Ama unakuta ya kwamba pengine baba zenu ni wengi sana, yani ndugu za baba yako ni 5, lakini cha ajabu ya kwamba kwa nyumba ya baba yako ndio watu wanakufa, kwenu ndio wanakufa. Ama kwa kina mama, kwa nyumba mama yenu ndio watu wanakufa. Sasa Ayubu anasema wamekoma, ametengwa, wamekoma kuleta, haumsaidii tena, wamenyamaza. Watu wa familia wamenyamaza. Alafu akasema ya kwamba na rafiki zangu ni wapendao wamenisahau. Hebu angalia changamoto ya kusahauliwa na watu. Yaani unasaidia mtu chea, akishafaulu hana haja na wewe. Unasimama na mtu sana akiwa kwa shida, akifaulu anaona hana haja tena. Yaani hata kusikia habari yako. Lakini zamani siku ingepita ya kupigia simu. Kama sisi umetumana message. Ushapitia mambo kama hayo? Ushapitia? Yaani unasimama na mtu wakati ako na hitaji, akishafaulu hivi hana haja na wewe tena, anakusahau. Sasa Ayubu anasema watu wa mbari. Mbari ni ukoo, watu wa ukoo, watu wa clan ndio mbari. Sema amina. Asante Roho Mtakatifu. Wamemsahau, wamekoma. Marafiki nao wamemsahau. Changamoto ya kusahauliwa. Yaani mtu anakupromise kitu kidogo tu, amfanya nini? Amesahau. Na anakuahidi na moyo ghafla. Ama mwingine ulimkopesha pesa na roho safi, lakini ghafla ameanza kukuongea vibaya. Na ile siku alikuwa na shida, alikuwa mnyenyekevu sana, alikuja yani akikanyaga anasema pole kwa kunikanyaga, pole Brandon ni pole. Na wewe ndio umemkanyaga Brandon ni pole my brother. Kudharauliwa. Sema amina. Ayubu anasema watu wa familia wamekoma. Sema wamekoma. Wamekoma. Mimi nasema hivi, Mungu akuinue utafutwe katika jina la Yesu Kristo. Mungu akuinue utafutwe. Soma 15 pastor. 15.
Ayubu mlango wa 19:15. Naam. Wakaao nyumbani mwangu na vijakazi vyangu wanihesabu kuwa mgeni. Yani mimi ni mgeni machoni pao. Mpaka mfanyakazi chea unakuwa mgeni. Yani wafanyakazi wanakosa kumheshimu. Hichi ni kipindi ambacho mtu wa Mungu mali imeenda. Sasa wanaona hata bila 10 tunaweza tukasurvive. Asituletee. Zamani alikuwa anatusumbua hapa na kazi. Tunaweza hata kwanza ana miezi 2 hajanilipa, miezi 3 hajanilipa. Alafu anaongea hapa. Angalia. Wajakazi ni wafanyakazi wa nyumbani. Wajakazi amekuwa mgeni, ni kana kwamba wamjui. Yani kwa lugha nyingine ni kwamba wamesahau mazuri yote. Wamesahau ile mishahara, yale mapochopocho aliwatoga outing, wamesahau. Kuna wakati mzee angesema mimi na watoto wangu wote watu wapande gari, watu waende kupumzika, waende wanyoroshe miguu. Kumbe si kunyorosha miguu, ni kwenda mnaitaka kujivinjari. Watu wamesahau. Kwa hivyo kama kuna watu ulifanyia wema na hawakumbuki wema wako, wewe utalipwa kama Ayubu alivyolipwa. Wewe utafanyiwa kama Ayubu alivyofanyiwa. Anasema wakao nyumbani mwangu. Yani unaishi na mtu Joab kwa nyumba lakini hakuheshimu. Unaishi na mtu chea hakuheshimu. Wewe unaleta chakula, wewe unaleta stima anatumia kwa nyumba, hakuheshimu. Na nielewa, kitanda unalala hakuheshimu. Na nielewa, chakula unakula naye hakuheshimu. Daudi anasemaje? Watu wa mbali wamenisahau, nimekuwa mgeni. Unajua mgeni kuna vile kama umjui labda ni mheshimiwa utamsalimia kenyeji. Lakini ukijua huyu ni mtu fulani, unajua unageuzaga heshima. Labda huyo ndiye akona muujiza wako wa kazi. Kuna vile unageuza, kuna vile unamuongelesha. Tuseme watu wakuja hapa kanisani, amevaa tu simple, alafu baadaye usikie huyu ni mke wa governor. Kanisa mtabadilisha maongeo. Si mtaanza first lady yako hapa jamani, first lady. Si mtaanza wenyewe na hajawaambia. Lakini mara ya kwanza mlimwambia tu mama songa hapa, songa. Lakini mkishajua tayari amehamishwa kiti, stuli imewekwa, maji yameletwa, heshima. Naomba Mungu wa mbinguni akuheshimisha katika jina la Bwana. Sema amina. Mungu akuheshimisha. Soma 16 pastor. Nitazungumzia tu pointi 2 hizo leo. 16. Yes. Namuita mtumishi wangu wala haniitiki. Yes. Anaita watu hawaitiki. Ingawa namsihi kwa kinywa changu. Ingawaje anamsihi, tafadhali kijana njoo. Mzee aligonjeka mpaka anajikuna. Kijana njoo nikutume. Magari hayako. Sasa magari hakuna, yamechomeka. Unaita mtu mtume lakini hawezi kuja. Unaita mtu nataka niongee, hawezi. Nisaidie maji ya kunywa, hakuna mtu anakuja. Anaita watu lakini hawakuji. Usishangae leo watu waliokupigia simu zamani siku hizo hawapigi. Kuna wakati unakuja watapiga tena katika jina la Bwana. Kuna siku watapiga tena. Natangaza watapiga simu tena, watakutafuta. Usiache wokovu, simama na Yesu atasimama na wewe. Simama imara umtetee Bwana Yesu. Simama imara umtetee Bwana Yesu. Simama imara umtetee Bwana Yesu. Mtetee Bwana Yesu naye atakutetea. Simama imara umtetee Bwana Yesu. Simama imara umtetee Bwana Yesu. Simama imara umtetee Bwana Yesu. Mtetee Bwana Yesu naye atakutetea katika jina la Yesu. Simama, tetea imani. Usiache imani kwa sababu watu wamekukataa. Yawezekano umeokoka, mume amekukataa, mke amekukataa, wazazi wamekukataa. Daudi akasema kwa Zaburi, baba na mama wameniacha, lakini wewe ukanikaribisha kwako. Natangaza kwa Bwana, tuna nafasi yako. Tuna nafasi yako. Sema power. Hebu angalia watu waliopitia
changamoto ya familia, waliopitia family challenge, watu waliopitia family challenge na kile Mungu alichokifanya kwao, lakini walipopitia walisimama kwenye wokovu. Sema walisimama, hawakuacha imani. Usiache kuomba. Yawezekana ukipiga magoti, mume wako ni mlevi, anakuja na kuambia unanipigia kelele mwanamke, amka. Malizia hapo hapo maombi. We malizia tu, simama vile amesema amka, we amka, lakini rohoni endelea kumwaga maombi, endelea kumwaga machozi na kumwambia Bwana, siku moja hivi ndivyo atapiga magoti kanisani akiokoka. Wakati unamsavu unaongea, unamletea chakula unaongea, unamnawisha mikono unaongea. Usifanye kama ile mwanamke nilikutana naye Kakamega, mume wake akilewa anachukua anakula chakula, anamaliza, anaacha supu ya omena na sima. Jamaa akija anifuja, yani mwanamume mkorofi. Alikuwa anaitwa nani? Protas. Mkorofi sana, jamaa mkorofi sana. Na ana kamwili kadogo lakini nguvu kama nyati. Sasa akija amelewa, mama ana fujo. Mama akaona hii inatakana huyu jamaa nguvu ishe, ndiye akileta fujo, nikimshika hivi mkono mmoja na nyanyua naweka chini, nitafanyaje? Ni kumnyima sima. Sasa jamaa akija fujo, mama anahakisha kwamba hataona chakula mahali penyeko, analetetesha, mama anatoroka nene, mama anakaa, anahakisha amelala, anarudi. Akirudi anakoroga ile sima na supu, anampaka mdomo, anampaka mikono. Jamaa kaanza kukonda. Watu wa boma wanasema huyu bwana kulani huyu. Mama anawaambia fanyeni hivi, siku ile amenifukuza, mkuja asubuhi kabla hajaenda kazi, mumnuse mikono na mdomo, mjue kama hakulaki. Alafu ndugu huyu bwana, ndugu yake mkubwa ni askari. Yule askari akasema, shemeji, kama kweli unatesa bro, tafadhali tusichukue, sheria isingilie kati. Shemeji, Waluya, shemeji unataka mlamo, wanataka mlamo. Kama hakulagi ndugu yako, njoo asubuhi. Wakija asubuhi, labda jana walipika bambara, wamekula bambara, wameacha supu ya bambara. Na vile bambara iko na perfume, anapakwa bambara ya mdomo, anapakwa paka supu anamwagiliwa. Mama anawaambia, kwanza jana alikula mpaka akakunywa supu. Si mnaona kwa kifua? Na mnasemaka simulisha. Nani angemtoa nguo ndugu yenu mnamjua? Anakulaga kama amesimama. Na ile hali alipakwa. Hii maneno ijulikanaje? Siku ile huyu mama aliokoka na akapokea kipawa cha uimbaji kanisani. Akawa mwana praise. Ndio alisema, "Wapendwa, Bwana asifiwe." Amen. Wacheni leo nimtukuze Bwana. Amina. Mimi kwa kweli yale ambayo Protas amenipitishia, mimi nilifika wakati nikaamua nikumpaka supu, ndiye akileta fujo, nikimshika hivi na mnyanyua na mweka chini. Sema amina. Lakini si wewe usipake watu supu, wewe mena wewe. Sasa nataka tuone mtu ambaye changamoto ya familia, vile watu walikutana nazo na kile walichofanya, na vile Mungu aligeuza changamoto ya familia na ikawa baraka. Kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wake wa 4 kuanzia mstari wa kwanza. Wafalme wa Pili mlango wa 4 kuanzia mstari wa kwanza. Karibu mtumishi, tusomee. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akisema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Achia hapo kwanza. Yaani aliyemuia ni kwamba aliyekuwa na mdai. Huyu mama mume amekufa na bwana wake alikuwa ni mtumishi. Unasikia, ni mke wa wana wa manabii. Manabii wachanga, manabii vijana. Sasa mume wake alikuwa na deni
na akakufa akiwa na deni. Aliyekuwa na mdai huyu bwana alikufa akiwa hana kitu chenye ile bwana anaweza akachukua, akaamua atachukua watoto wake awafanye watumwa. Twende twende mtumishi. Mstari wa 2. Lisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Ambia mtu chupa ya mafuta tu. Chupa ya mafuta tu. 3. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao. Ukavimimine mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. 5. Basi akamwacha akajifungia mlango yeye na wanawe. Hao wakaletea vile vyombo na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtumishi wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, ulipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Asante, asante. Tumpe Bwana makofi kwa ajili hiyo. Tunaona huyu mama ambaye ni mwanamke aliyekuwa mke wa mtumishi, mke wa nabii. Nabii alikuwa na deni, nabii akafa. Nabii alipokufa, aliyekuwa na mdai hakukuwa hata na huruma. Huyu mama bwana yake tulifanya huduma na yeye. Huyu mama mume wake alikuwa kiongozi kanisani. Huyu mama unaona, ama huyu mama nilikuwa mshirika kwa kanisa moja na yeye. Huyu bwana akaona nina nafasi amepata ya kuongeza wafanyakazi. Akaamua sasa ataenda achukue watoto wakuwa watumwa ama wafanyakazi. Lakini atukuzwe Mungu wa mbinguni, kwenye kila changamoto Mungu hufanya njia ya kugeuza changamoto iwe baraka. Kwenye kila changamoto Mungu atakuandalia mtu atakayesikiliza kilio chako. Mungu atakuandalia mtu utakayefungua moyo wake kwake, na ukishajieleza Mungu ataleta jibu la changamoto yako. Mama akasema, unafahamu bwanangu alikuwa na deni na aliyekuwa na mdai sasa amekuja achukua watoto ili wakuwa watumwa, nami sina cha kulipa watoto wangu warudishwe ama waachiliwe. Nabii wa Bwana akamuuliza, mama una nini? Akasema, sina kitu, niko na chupa ya mafuta tu. Akasema, fanya hivi basi, nenda nyumbani, kwenye chupa ya mafuta uko nayo, nenda ukaomba vyombo vya majirani. Omba vyombo vingi, usiombe kidogo. Omba vyombo vingi kwa majirani. Labda mama alienda akaomba mitungi ya lita 20 ama zile dramu za 100 lita ama 200 lita. Mama akaenda akaomba vyombo, na akamwambia, ukishaomba vyombo ukiweka kwa nyumba, masharti ni haya: funga mlango kwanza. Hapo ndio wengine mnakoseaga, hamufungagi mlango. Ambia mtu jifunze kufunga mlango. Mama akaambia funga mlango, alafu anza kumwaga mafuta. Sema kumwaga mafuta. Mwaga mafuta kwa vile vyombo. Mwaga mafuta kwenye hiyo chupa, ile mafuta kidogo ako nayo amwage kwa vile vyombo. Akamwaga vile vyombo, amekusanya vyote, mlango ukiwa umefungwa. Hii kwa na maana yake, kuna mambo mengine usio mwepesi kueleza kila mtu. Angalia ni nani unashirikisha, nani unamwambia ndoto yako, nani unamwambia maono uliyobeba, nani unaambia kile unataka kufanya. Unaweza ambia mtu unataka kufanya kitu fulani, akakuovertake mbele, akafanya kabla hujafanya, ama wakaenda kuharibu. Nikisema hivyo, juzi kuna mtu amepewa ufunuo, si mimi nilipewa. Kama Mungu amesema na mimi niseme ni mimi, na kama ni mwingine amesema, Roho Mtakatifu akamwambia, mwambie apostle, wakati anatamka maneno ya baraka kwa watu kwa watoto wangu, anatamka baraka kwa watu wangu, kuna mtu mwingine mahali huwa anakanusha yale maneno yasifanyike, vitu vile ambavyo anatamka.
Hebu angalia, mimi naombea mbarikiwe, lakini kuna mtu mwingine maana anasema kwamba isifanyike, isifanyike, isifanyike. Sasa tutampiga leo, lazima apigwe leo, tutaangusha leo, mkesha tutaangusha pia, aya Jumapili tutaangusha tena. Lazima paralyze, lazima paralyze, lazima paralyze. Wale wanasema hautabarikiwa, wale wanasema hautaendesha gari, wale wanasema hautajenga, wakati natamka ujenge, natamka utaolewa, natamka utakaa kwa ndoa yako, natamka utatajirika, wanakanusha. Natangaza ya kwamba wapigwe na upofu, wasione ndoto zako, wasione maono yako. Sema power. Hiyo tutaipiga. Sai lazima tutaomba maombi ya kibrigedia. Maombi ya kibrigedia. Nilipoenda kule Heaven Gates, Roho Mtakatifu akaniambia hivi, wewe ni brigedia wa mbinguni. Nikiwa kwenye maombi nimepiga magoti pale kwa madhabahu, akaniambia ni brigedia. Sasa nilipotoka kule mlimani, nikaja nikauliza askari mmoja wa jeshi, nikamwambia brigedia nisaidie, ni mtu aina gani? Akanieleza ni mtu ambaye ako juu ya kikosi fulani cha kijeshi. Ana kikosi fulani cha kijeshi ambacho anakiongoza. Yeye anakiongoza, ni mkubwa kwenye kitengo cha kijeshi. Brigadier si polisi wa traffic. Brigadier si polisi wa prison. Na Mungu anasema ni Bwana wa majeshi. Kumbe nikagundua mimi ni jeshi wa mbinguni. Sasa leo nitaitisha vifaru, maguruneti yote, wale malaika wenye mikono ya chuma, miguu ya chuma, tutawaita usiku wa leo katika jina la Bwana. Wapigwa sipigwa hao, wapigwa sipigwa hao. Sema power. Hebu simama, patia mtu high five, sema lazima baraka yangu iachiliwe na yako. Mwambie maneno mawili, baraka yako iachiliwe na yangu. Yes, namna hiyo chea kabisa. Patia mtu, mwambie lazima baraka yangu iachiliwe. Lazima nyingine dota lazima iachiliwe. Nyingine tena lazima kuja sana. Lazima baraka iachiliwe. Lazima studio iachiliwe na wateja wako waachiliwe katika jina la Bwana. Sema amina. Kinachonifurahisha ni kwamba kwenye huyu mama tunaona changamoto ngapi? Changamoto namba 1 ilikuwa ni ujane. Changamoto namba 2 ilikuwa ni madeni. Unaona? Sasa hiyo ni changamoto ya familia, imezamba vitu ngapi? Lakini angalia, nabii alimuuliza una nini? Akasema niko na chupa. Yaani hii ina maana Mungu atatumia kile uko nacho kugeuza changamoto yako iwe baraka. Chochote uko nacho kwa mikono yako, hicho ndicho Bwana atatumia, atatufanya kuwa baraka. Kama ni fundi wa manguo, ujuzi wa kushona nguo, Mungu atautumia. Kama ni saluni ataitumia. Makanika, Mungu anatumia ujuzi wako. Kama ni kompyuta anatumia. Sema ya. Kama ni kipawa cha uimbaji, kama ni kipawa cha uombezi, kama ni kipawa cha unabii, hicho ndicho Bwana atatumia. Atatumia hicho, atageuza leo. Challenge yako italeta faida. Natangaza ya kwamba ghafla mama waliyemjua mwenye madeni wanapita kwa barabara, wanasema, wanaona wameandika duka la jumla, yani wholesale. Wholesale imeandikwa nini? Wholesale. Yani mama alikuwa uzi mafuta, watu wanapita kwa bomo, ukipita imeandikwa wholesale. Wholesale ya nini? Wholesale. Yule mwanamke juzi mwenye alikuwa anasema watu wamchangie hapa, watoto wanaenda auctionewa, wamekuja. Kwani boma, kumbe boma iliuzwa. Yule akapana boma. Yule mwanamke boma imeuzwa. Mimi nimepita imeandikwa wholesale. Kwani vile vitoto vilienda vile yule jamaa alikufa na madeni ya watu. Kwani ile boma kwa geti kuna bango kubwa imeandikwa wholesale. Yani madeni, roho ya madeni, roho ya madeni, auctioneer. Barua imetoka kotini. Imetoka wapi? Kotini. Watoto wauzwe. Ghafla
ghafla Mungu anamkutanisha na nabii. Naomba usikutane na watu, kutane na nabii. Kutana Elisha maisha yako, Elisha maisha yako. Natangaza ya kwamba usikutane na kazini yako, ukutane na watu ambao wamebeba neema ya Bwana, watu ambao wamebeba mafuta ya Bwana, watu ambao wametumwa na Bwana kwa ajili ya maisha yako. Sema haleluya. Nguvu ya Mungu inatembea. Ona vile watu wanahudumia kanisani. Laiti ungelikuwa kwa ibada uone kile kinatendeka hapa. Naomba usikutane na polisi wa Kenya, usikutane na wale watu ambao, usikutane na wafanyakazi wa ofisi ya chifu, usikutane na secretary, usikutane na manager ama CEO. Naomba ukutane Elisha, ukutane Elisha, ukutane anointed man, kutana na anointed man, kutana na anointed man, kutana na anointed man. Natangaza ya kwamba kutana na anointed man. Natangaza kwamba kutana na anointed woman kwa damu ya mwana kondoo. Natangaza leo hiyo roho ya madeni yako Mungu anageuza madeni. Unakuwa wholesaler wewe, Mungu anageuza madeni. Sema power. Wanapita hivi, wanashangaa kumeandikwa Kahaya. 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 Huyu si ndio juzi walikuwa nateteshana hapa na caretaker? Huyu si ndio juzi hapa? Hapa juzi alikuwa naomba. Huyu si ndio juzi hapa alikuwa anatembea na kiatu kimoja. Kumeandikwa Kahaya. Natanga uwe ni wewe. Ninanena kwa jina la Bwana. Mungu atumie kile uko nacho. Mungu atumie gari moja uko nayo ilete magari mengi. Mungu atumie boda boda ilete magari yako. Mungu atumie bidii yako. Mungu atumie maombi yako. Mungu atumie biashara yako. Mungu atumie kipawa chako. Mungu atumie pasta wako kugeuza maisha yako. Sema power. Kumbe shida sio madeni. Huyu anahudumiwa hapo chini, kuna vitu anapokea. Naomba, kumbe unahitaji kukutana Elisha. Shalalala Makadesh Adonai na kuabudu. Tunaomba Bwana wa mabwana usiku wa leo, Mungu ageuza changamoto ya faida. Mama aliyekuwa na madeni, nabii akamwambia kafunge mlango. Nataka leo ujifunze kufunga mlango. Kufunga mlango ni kwamba unaposikiza maneno ya watu usitoke kwenye laini. Ziba sikio lako, na kama yataingia yaingie na kutoka. Funga moyo wako, usipokee maneno yao yanakutoa kwenye uwepo wa Mungu. Usikubali kutoka kwa uwepo wa Mungu. Usikubali kuacha kazi ya Mungu. Usikubali kuacha kazi ya Bwana. Usikubali kuacha wokovu kwa sababu ya maneno ya watu. Si watu waliokuita, ni Mungu aliyekuita. Ninatangaza leo, huyo kazini yako, huyo dadako hajazaa, bradako hana mtoto tangu ameoa, naomba akutane na Elisha. Akutane na Elisha. Natangaza ya kwamba na kuabudu Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Baba wa majeshi, kuna watu wana changamoto. Mtu wa Mungu, changamoto ni za kawaida, mwanadamu yote anaweza kapitia, lakini utofauti ni kwamba unachukua hatua gani wakati umekutana na changamoto. Unachukua hatua gani? Tofauti ni kwamba unasimama wapi ama unajielewa. Huyu mama alijua kuna nabii. Tambua madhabahu unamtumikia Bwana. Tambua nabii aliye mbele yako. Tambua mafuta ambayo unatumika chini yake. Kama kuna watu wamepona kwa hiyo neema, kama kuna watu wamebarikiwa kwa hiyo neema, natangaza kwamba this time ni zamu yako. Natangaza ni zamu yako. Mara hii ni zamu yako wewe. Bwana akutendee. Atangaza Bwana akutendee. Atangaza Bwana akutendee. Changamoto ya huyu mama ya madeni inamgeuza kuwa mwanabiashara. Mama anaanza kuuza mafuta.
Hii ni wazi kabisa ya kwamba Mungu akikubariki anakubariki pia kwa niaba ya watu wengine. Deni la mama limefanya mama amekuwa supplier wa mafuta. Mama amekuwa supplier wa mafuta. Mungu akufanya supplier. Natangaza uwe supplier, uwe contractor wewe, uwe supplier wa nyimbo, supplier wa maombi, supplier wa biti, supplier wa supplier wa mahubiri power. Na kamata kila roho, na kamata kila madhabahu. Huyu alisema mtaendesha gari. Kuna watu wanabebwa na nguvu ya Mungu wanapelekwa nyumbani. Kuna watu wanabebwa na nguvu ya Mungu katika jina la Yesu.